Wewe acha fujo. Acha fujo. Nasani. Nasani. Acha bana. Hapa ichimbwi. Acha hizo bana. Acha hizo. Sikiza bonza haichimbwi. Hapa sio kwake. Achana na hizo. Sikiliza. Bana chimbwa. Akamizana hivi. Wakasaidia na kama. Wewe bonza kwa nani wataumizana? Wewe utakamana nini? Wataumizana jamani. Kwanza na acha sikiliza mwanangu, hatugombani, nenda pembeni. Sikiliza babu, shika hii. Mimi sio mtu mjinga. Nani jamani? Hebu acheni kazi. Tafadhali. Fuateni procedure. Fuateni procedure. Na vitambulisho vyote hapo. Nasema vitambulisho hivyo ni vya fake. Wapi? Ya kufanya kazi. Haviruhusu. Lete. Ana. Bonzo. Aje bwana mzee. Ndio kaka. Mimi nimekuja hapa. Ndio. Lakini wakati ninaelekeza kwamba watu wote waje hapa, wewe unawaambia endeleeni kufanya kazi. Unatumia utaratibu upi? Mimi sikutambui wewe nani. Hilo tu. Utambue. Utambulishe kwangu alafu ndo ongea na mimi. Ili nikusikilize. Mimi naitwa Cyril Mbise, ni diwani wa kata ya Moshoni. Unasemaje? Karibu nikusikilize. Sasa nina wahitaji watu wako wote hapa hivi. Sawa, kwanza unafanya kazi ukiwa umelewa. Ndio maana hata kiongozi akifika. Ndio maana kiongozi akifika hapa. Umenipima? Unisikilize basi. Sasa wewe ukiongea namna hiyo unanikosea kwanza. Hebu tulia. Kwenye hilo toa kwanza. Kama nimekuja hapa, watu wote nimewaita hapa hivi, alafu wewe unawaambia watu kwamba waendelee kufanya kazi. Au na kiwango kikubwa sana cha dharau. Ulijitambulisha? Wewe ni nani? Waite hapa hivi. Waje hapa. Vijana njoeni. Ndio vijana. Njoeni wote. Mtulizaji. Sawa, nilikuvumiliana tu ndio mambo. Hakuna dokumenti nyingine mchungaji tofauti na hii. Kuna dokumenti zingine za baada ya hii. Okay. Ziko za judgment, mahakama. Na ilikuwa inaeleza nini? Inaendelea pia. Okay. Iko mahakamani. Okay, kesi inaendelea na iko mahakamani. Sasa kwa misingi hiyo mimi nimefika kwa jambo moja tu. Sababu nimezungumza pia na mabalozi hapa kwamba hii hali inataka kufanyaje? Kubadilika hapa. Kwa hiyo mimi nina jukumu moja tu la kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama uko vizuri hapa kwenye kata yetu. Na kufika kwangu hapa ni kuonyesha pia kwamba viongozi tunapopata taarifa ya jambo fulani tuko tayari kufika kwa haraka. Sasa yamkini kuna mambo mengi yanaendelea huko na masuala ya mahakama na nini. Sisi kama viongozi tunaweza tusiingilie masuala ya mahakama, lakini nimefika hapa, maelekezo ambayo naweza nikayatoa hapa kwa sasa. Leo ni Jumapili. Shughuli inaendelea kama mnavyoiona hapo, na tayari hii inaonyesha kwamba kuna mgogoro. Jambo lolote ambalo lina mgogoro, sheria huwa inataka kwamba jambo hilo lisimame kwanza. Si ndio ndugu zangu? Ili kwamba kama sasa mgogoro, na kwa kawaida mgogoro ni mara chache unaona mgogoro unahusisha mtu mmoja, individual. Lakini kwa kawaida mgogoro huwa ni mtu mmoja, wawili, ni mtu mmoja na mwingine, maana yake wawili, watatu na kuendelea.
Kwa hiyo kwa misingi hiyo nimefika hapa sasa, na kwa sura hii niliyoiona hapa ninatoa maelekezo hapa hivi kwamba shughuli hii inayoendelea hapa kwenye shamba hili kwa sasa isimame mpaka tutakapojua muafaka wa jambo hili. Maana yake kujua muafaka wa jambo hili sasa itahusisha vyombo mbalimbali, si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo kwenye mtaa huu wa Engosowashi hapa sasa nielekeze tu kwamba shughuli hii isimame, na nadhani sasa kama tukishatoa maelekezo kama hivi, maana yake ni kwamba mtu yoyote kwenye kazi hii iliyokuwa inaendelea kuchimba msingi, nadhani huu ni msingi, si ndio basi haruhusiwi kuendelea na jambo lolote mpaka sasa viongozi na pande zote hizi mbili na kuhusisha vile vyombo vinavyohusika tuafikiane kwamba ni kitu gani kinatakiwa kufanyika hapa. Naitwa Anthony David Mruma. Nasubiri maelekezo kutoka kwa bosi wangu hapa, tutaendelea na kazi. Diwani hujakubaliana na sijapokea maelekezo yake sababu oda imetoka mahakamani. Lakini mzee Mona bana anasema kesi iko mahakamani na nyinyi mmeingilia eneo ambalo lina mgogoro. Kaleta stop order. Diwani hujaelewana naye kabisa. Wala simuelewi. Ananiambia mimi. Na unaendelea na kazi. Nitaendelea na kazi. Kazi yako kubwa hapo ulikuwa unafanya nini? Nachimba msingi, najenga fence. Eneo na ukubwa gani? Nitawaelekeza, vimo viko kwenye mchoro. Kwa hiyo maelekezo diwani mbona hujamjibu diwani kama hujakubaliana? Sasa au mtambui? Amesema unaweza hakujitambulisha kwangu. Au mtambui diwani? Kwa kifupi, angekuja akijitambulisha, kwanza ningemtambua. Simtambue nani yeye. Anasema mnaweza mkakamatwa sasa hivi. Hamna shida. Siogopi. Uogopi kwenda kulala sakafuni? Siogopi. Sababu niko kisheria kwa kazi hapa. Niko kisheria kwa kazi hapa. Kosa lako ni nini hapo mheshimiwa engineer? Kosa langu ni lipi? Sijui ananishika kwa kosa gani? Sijui ananishika kwa kosa gani? Unaonea? Unahisi unaonewa? Nahisi naonewa kabisa. Nathaniel Philemon na ni mmiliki pia wa eneo hili, na kwa sababu tunaheshimu mamlaka ambayo inayotuongoza na mamlaka ambayo tuliwachagua, basi inabidi tutii na tusikilize kama mheshimiwa diwani alivyosema omba kisiendelee chochote, na mimi nasikiliza wito hilo, na sisi tutafanya chochote mpaka hapo mambo yote kama mheshimiwa diwani alivyosema tutasubiria. Okay, tuna karatasi ambayo diwani ameisoma alafu akatoa maamuzi. Hiyo karatasi ilikuwa inaelekeza nini na hayo maamuzi unahisi ni sawa? Ni sawa mheshimiwa diwani alivyotoa, ni maamuzi mazuri. Karatasi ilikuwa inasema nini? Karatasi ilikuwa inasema kwamba kwa sababu kuna mgogoro kati ya hili shamba na vyombo husika, of course pande zote mbili hazikuwepo, kwa tu pande mmoja, na huyu mwingine ambaye alikuwepo ni fundi amepewa kazi, basi akaona ni busara kwamba vyombo vyote kuanzia kesho vikutane ndio tuweze kuongea ili ajue kwamba ni njia gani tutatumia ili tuendelee vizuri. Okay, ile eneo mmiliki wake ni nani? Na tumeona kwamba kulikuwa kuna kanisa, vitu vimetupwa pale. Hebu tuambie ni la nani na ni vitu gani vimetupwa pale? Eneo hili ni la Philemon Molel na si vinginevyo. Na ukubwa gani? Ina takriban eka 7. Nilijua ni lini kwamba kuna uvamizi umeingia hapo? Ni jana tukiwa mjini tulipigiwa simu na mwangalizi wa eneo hili, akasema kwamba kuna watu wamekuja wamefyeka michongoma na wameanza kuchimba msingi. Ndipo tukaja kabla hatujaja tulijulisha vyombo husika, tulijulisha uongozi wa kijiji, tukaenda na polisi kuelezea kwamba kuna uvamizi ili taratibu za kisheria zifuatwe. Kulikuwa na kanisa hapa? Kulikuwa kuna kanisa hapa. Limeharibiwa vipi? Limeharibiwa, watu wameingia, wamebomoa, wamevunja viti, wamevunja msalaba, wametoa nje, wamerusha barabarani. Hivyo ni kudhalilisha na wanafanya kitu ambacho hawajui wanachokifanya. Kulikuwa kuna taarifa kwamba alishauza ile eneo, kesi mpaka mliburuzana mahakamani. Ile lina ukweli gani? Halina ukweli lolote.
Eneo la kanisa leo ilikuwa ni kanisa gani liko pale kwa mtu ambaye hajui? Ni kanisa la Kiinjili la Kilutheri East Africa. Leo hamna ibada. Leo hakuna ibada maana jana walibomoa.